Ndugu yangu Paul Janabi, nimekuita bwana katika kikao hiki kwa sababu ya mwendelezo wa mambo ambayo tuliokwisha kuzungumza. Sawa? Mambo ambayo uliokwisha kuzungumza na mimi kuhusiana na biashara yetu, kampuni yetu, ukinieleza kwamba unahitaji uhamishe mtaji wako kupeleka Nigeria katika kisima chako cha mafuta ambacho umekipata huko. Kuna jambo fulani ningependa tuweze kuzungumza mimi na wewe, ndio maana nikakuita katika kikao hiki cha watu wawili. Na nafikiri baada ya kikao hiki au katikati ya kikao hiki inawezekana kama tutafikiana kuna watu ambao watahitajika waongezeke hapa, lakini hapo ni baada ya mimi na wewe kukubaliana. Sawa, nakusikiliza ndugu yangu. Ndugu yangu Paulo, unajua mimi na wewe tumefanya biashara kwa muda mrefu. Na mimi na wewe kuna mambo mengi tunayafahamu kuhusiana na biashara zetu. Lakini ukweli ni kwamba katika biashara zetu hizi bado watoto wetu hawajamark vizuri. Hawajaelewa vizuri kuhusu kufanya biashara za share jinsi zinavyokuwa. Hawaelewi. Na hata kama kuna mambo wanajifunza huko shuleni na kadhalika, lakini kuna haja ya sisi kusimama na wao kuwafundisha vizuri haya mambo ili waweze kuelewa namna ya kuyafanya. Ni jambo zuri sana unalozungumza bwana Chogo. Ninafikiri kama nimekuelewa vizuri, unataka kusema kwamba tunapaswa tuwafundishe kwanza kabla ya mimi kuondoa mtaji wangu na kupeleka Nigeria, si ndivyo? Ya. Hapo umenielewa vizuri. Umenipata vizuri. Nia yangu kabisa ni kwamba kabla hujapeleka, kwa sababu umezungumza ni habari ya mwakani ndipo unategemea kuondoa mtaji wako ulioweka katika kampuni yetu hii ya Ndelac, na hatimaye upeleke kwenye mradi wako mwingine wa mafuta huko nchini Nigeria. Nafikiri huu wakati uliobaki uwe wakati wa karibu sana na vijana wetu hawa, kijana wako Andrew, lakini vile vile pamoja na binti yangu Laila. Tuweze kuwafanya wawe karibu zaidi na sisi ili kusudi tuweze kuhakikisha kwamba wanakuwa wamekolea vizuri katika masuala haya ya biashara hizi. Bila shaka itakuwa ni jambo jema sana. Au unaonaje ndugu yangu Paul? Nafikiri umenena jambo zuri sana. Unajua bwana, hata huyu kijana wangu kuna muda mambo mengine anayafanya unagundua kabisa kwamba kuna vitu hajajua vizuri. Ni kweli nilifanikiwa kumpeleka mpaka Indonesia kupata elimu, nikaona kule kama haiwezi kufaa vizuri. Lakini nilimpeleka mpaka Ugiriki, kama unafahamu, unakumbuka vizuri, ili aweze kukamilisha vizuri kozi kuhusiana na biashara. Lakini bado anazidiwa hata na usimamizi na mke wako. Mke wako anasimamia kazi vizuri sana. Sasa nafikiri hilo jambo umelinena vizuri, lakini sasa tunafanyaje sasa? Ulikuwa na wazo gani namna ya kufanya hili jambo liweze kukamilika vizuri na tuweze kufanikiwa kuwarithisha elimu ya biashara vijana wetu? Kwa sababu ndugu yangu Chogo, mimi nafahamu vizuri haya mambo. Chogo Ndesa naelewa vizuri kwamba kwenye biashara shida sio mtaji peke yake, lakini elimu ya uendeshwaji wa biashara nayo ni kitu muhimu zaidi. Ikiwa tutawaacha kweli vijana wetu hawa wakakaa hawajui habari ya biashara, na kama unavyojua, kama kwangu mimi nina kijana mmoja peke yake, nikimwacha asipojua namna ya kuendesha biashara, ninafahamu kabisa kwamba itaisha. Ni bora ukae na mtu ambaye ana elimu ya biashara lakini hana mtaji. Anaweza akashikwa mkono, anaweza akakopesheka, anaweza akafanya chochote kile, lakini sio mtu ambaye hana elimu ya biashara. Bora mtu ambaye hana mtaji. Sasa sijajua wewe ulikuwa unafikiri namna gani tunaweza tukafanya vizuri ili vijana wetu waive vizuri.
na bora wa kwangu kidogo, wa kwako ndo kama vile ndo ametoka chuoni, hana muda mrefu sana huku mtaani. Ulikuja na wazo gani? Ndugu yangu bwana Paul Janabi, napenda kukutaja kwa majina yako yote haya kwa sababu ninaelewa kichwa chako kilivyo. Ni kichwa kimoja kizuri sana katika biashara. Mimi nina wazo. Hawa watoto ni wa kwetu. Ndio bwana Chogo. Na kwa sababu hawa watoto ni wa kwetu, tuwaunganishe kwa njia ya mapenzi. Hawa wawe mtu na mke wake, waoane. Wakishaoana hawa, wakishakuwa pamoja, itakuwa ni rahisi kwetu kuwafanya wawe na elimu nzuri ya biashara, kwa sababu tutakuwa rahisi sasa kuwa control. Na wao wenyewe wataona tayari kuna jukumu kubwa la kuendesha familia yao, kwa hiyo itabidi waache mawenge yote. Kijana wako hawezi kujichanganya na wanawake ambao wasioeleweka, ambao badala ya kuongeza kitu katika familia yako zaidi ni kutoa. Lakini pia hata binti yangu hawezi akachukuliwa na watu wa hovyo ambao hawaelewi biashara ni nini, hawana kitu chochote, kwa sababu atakuwa na kijana wako. Kwa hiyo hapa tutakuwa tumewaweza vizuri. Nafikiri hilo wazo kwangu lilikuwa nzuri. Au unaonaje ndugu yangu Paul? Bwana, hilo jambo ni zuri. Na mimi naona hilo jambo ni zuri. Lakini shida yangu inakuja tu hapa kwamba Andrew, kijana wangu kwa sasa, ana mpenzi. Acha bwana Paulo, na wewe acha kuzungumza bwana Paulo mambo yako kama hayo. Ana mpenzi gani bwana? Mpenzi wake huyu ambaye Melania, familia, anatoka familia isiyofahamika chochote kabisa. Haina chochote inachojishughulisha nacho. Unajua bwana Andrew, tatizo ni kwamba anampenda sana yule binti. Na sijui tutafanyaje kwa kweli mpaka aweze kukubali kumwacha kwanza. Oye Paul, hiyo kazi ni rahisi. Tutatumia njia zozote nzuri na mbaya ili mradi waachane. Kweli ndugu yangu, tuna uwezo wa kuachanisha kweli? Tuna uwezo kabisa. Kwa sababu mimi hata kabla ya hapa lakini nilishampiga marufuku binti yangu Laila kabisa. Nikamwambia hakuna kutoka. Alikuwa ananieleza na mpenzi gani huko, nimemkataza kabisa. Na naona sasa hivi wanaenda vizuri, hawako pamoja. Hata huyo wa kwako unaweza kumwekea mipaka Andrew, naye akaelewa. Basi sawa bwana. Mimi niko tayari kwa kweli. Nafikiri sidhani kama kuna jambo litashindikana. Hata mimi sidhani kama kuna jambo litashindikana. Ndio hivyo. Na sasa cha msingi, waongea na kijana wako, mimi naongea na wako wangu. Lazima wawe pamoja. Msikilizaji, yalikuwa ni maongezi ya baba yangu Chengo Ndesa pamoja na Paul Janabi ambaye ni baba yake na Andrew. Baada ya kwamba baba yangu ameona kabisa nimemweleza ukweli kwamba siwezi, ninakosa njia za kumnasa Andrew, baba yangu ndipo alipoamua kwenda sasa kuongea na bwana Paul Janabi ambaye ni baba yake Andrew, ili kwamba waweze kukubaliana yeye aende kuongea na Andrew na Andrew akubali kunioa mimi. Maongezi yao yalifikia tamati kwa baba yake Andrew kukubali kwamba anakwenda kumshawishi kijana wake ili aweze kumwacha mpenzi wake ambaye yuko naye na hatimaye awe na mimi. Baba alirudi nyumbani. Na hatimaye siku hiyo ilipita. Siku mbili, baada ya siku mbili kupita, baba yangu aliniita. Laila. Abe baba. Njoo hapa.
Nilitoka chumbani kwangu na kwenda sebuleni, mahali ambapo alipokuwa amekaa baba yangu. Wakati huo alikuwepo na mama yangu hapo sebuleni. Waliniambia kwamba ni kikao kifupi ambapo mimi kazi yangu ninayopaswa ni kuitikia tu, kukubaliana na kitu ambacho wanachotaka kuniambia. Mimi moja kwa moja niliamini kwamba ni jambo lile lile kuhusu Andrew. Baba yangu alianza kuongea na mama yangu huku akisapoti kwa 100%. Laila, ni kwamba tumeshakupatia mume. Andrew Paul Janabi ndiye mpenzi wako na mume wako mtarajiwa kwa sasa. Kwangu pale mimi haikuwa jambo geni kwa sababu baba alishaniambia, lakini kumbe ile jambo huenda baba alikuwa hajamhusisha mama. Mpaka pale ambapo walipokuwa wameniita walikuwa ndipo wametoka kuongea na wamekubaliana. Kwangu alikuwa jambo geni sana, kwa hiyo sikutaka kuonyesha kwa hamaki sana. Niliitikia, na kwa sababu alishaniambia kwamba mimi kazi yangu iwe ni kukubali, nilikubali. Basi mimi nilimuuliza baba, kwa hiyo itakuwaje? Waliniambia kwamba tayari mimi ninachopaswa ni kwamba nijue kwamba yule ni mpenzi wangu sasa hivi, na napaswa niwe naenda kumjulia hali, niwe namtembelea mara kwa mara, kwa sababu walishamalizana naye. Maongezi haya yaliashiria kwamba tayari baba yangu na pamoja na baba yake Andrew walikuwa wameshakubaliana jambo lile. Sasa haijalishi kama Andrew alikubali kwa hiari yake au alikubali kwa mfumo gani, lakini ukweli ni kwamba alikuwa ameshakubali. Siku iliyofuata mimi niliondoka na kwenda kumtembelea Andrew. Andrew alinipokea. Na yeye sasa pale alionyesha hali ya kunipenda. Sijui waliongea kitu gani na baba yake, lakini uhakika niliojua ni kwamba tayari alishaongea na baba yake kuhusiana na yeye kuwa mume wangu. Laila, mambo poa bana, niambie. Salama, karibu sana. Asante, nimekaribia. Pale sasa Andrew alinisogelea karibu na kunikumbatia. Nilijisikia furaha sana baada ya Andrew kunikumbatia, kwa sababu ukweli ni kwamba na mimi nilishampenda. Lakini kutokana na dharau alizonionyesha siku ile, ndio sababu iliyonifanya mimi nisijisikie kuwa karibu na yeye. Alinikumbatia, alinipigia busu. Hakuacha, alisogea mpaka mdomoni mwangu na kuanza kuninyonya mate. Kwa kweli nilipata mshangao, lakini mshangao wenyewe ni kutokana na jinsi ambavyo Andrew alivyokuwa amenipokea siku ya pili na mambo ambayo aliyokuwa anafanya. Jamani, Andrew ndo amerudi katika hali yake ya kwanza, jinsi alivyonipokea siku ya kwanza. Jamani, hadira. Nilifurahi pale kwa sababu Andrew hakuwa mwanaume ambaye hatamaniki, alikuwa ni mwanaume mzuri tu. Sio mzuri wa kutisha sana, lakini of course ni mwanaume, mixa kwamba nyumbani kwao kuna pesa. Kwa hivyo alikuwa kwa kweli hapotezi mvuto kutokana na jinsi alivyokuwa anapenda kujiweka. Pale sasa tulishikana tukaenda tukadondoshana mpaka kwenye sofa. Na wakati huo sasa mimi pale nikiwa moyoni mwangu nimefurahi, lakini nilipokuwa namtazama Andrew, niliona kama pamoja na romance ile aliyokuwa ananipa, bado ilikuwa inaonyesha kabisa. Nilitilia mashaka baada ya kumtazama uso wake. Niliona kama uso wake unadoa, kama ni kitu ambacho pengine hajataka wametaka hivi. Nilijipa moyo nikiamini kabisa kwamba ni kwa sababu ilikuwa ni siku ya kwanza, kwa hiyo atakuja kunizoea tu. Tulipiga story nyingi pale. Kusema kweli, kadiri tulivyokuwa tunapiga story, ile hali ya Andrew iliisha kabisa. Hali ya kuonyesha kwamba yeye pengine alikuwa na kikwazo usoni mwake iliisha, na sasa pale nilikuwa nimempakata miguu tukiwa tumekaa kwenye sofa, nikiwa naendelea kuchezea kucha zake, nachezea miguu yake. Nilikuwa nikifurahi sana kuwa karibu na kijana ambaye ni wokovu katika familia yetu katika njia za utajiri. Laila, hakuna kitu ambacho ninachoshangaa kwa wewe kuwa na mimi leo hii hapa. Sasa nishangae nini? Wewe unafikiri umefikaje hapa? Yaani simaanishi usafiri uliotumia, na maanisha sababu ambayo iliyofanya mpaka utoke kwenu kuja hapa kwangu.
Unajua nini Andrew? Mimi niliambiwa na baba yangu pamoja na mama yangu. Na alivyoniambia ilinibidi, walivyoniambia kwamba napaswa nije kukutembelea, ilinibidi mimi nije tu. Sikuwa na kikwazo chochote cha kunifanya nisije, ile hali baba yangu na mama yangu ameniambia nije kwako. Lakini wewe hukutaka, si ndivyo? Sio kwamba sikutaka. Andrew, kumbuka kwamba siku ya kwanza mimi nimekuja hapa kwa hiari yangu mwenyewe bila kuambiwa na mtu yeyote. Una uhakika hakuna mtu aliyekwambia kwamba uje huku siku ya kwanza? No, hakuna mtu yeyote aliyeniambia. Ni mimi mwenyewe, moyo wangu ulipenda kwamba baba zetu wanafanya kazi pamoja. Nikaona na mimi niwe karibu na wewe. Siku ya kwanza ukanipokea vizuri. Lakini siku ya pili ndo kama hivyo, uliona mwenyewe ulichonifanyia. Niliamua kuondoka, na ndo maana uliona kwamba sikutaka kuendelea kukutafuta kwa sababu nimeona kama nakukera na kukwaza vile. Ndo maana niliamua kwa hivyo. Basi itakuwa heri kama toka siku ya kwanza hukuambiwa na mtu kuja. Lakini mimi nilihisi kwamba uliambiwa. Hapana, sikuambiwa kwa kweli. Ni moyo wangu tu ulipenda kwamba mimi niwe karibu na wewe. Basi, poa. Sasa mimi nauliza siku ya leo, ni kitu gani ambacho kilichokufanya wewe uje hapa? Nimeshakwambia kwamba baba yangu na mama yangu ndio walioniambia kwamba nije. Ndio maana mimi nikaona nije. Au hujapenda jamani? Mbona unaniuliza maswali mengi hivyo lakini Andrew? Hapana, nimekuuliza tu kwa sababu wajua naona kama tumedondoka katika penzi ambalo hatujalipanga. Ukisikia penzi la ajali ndo hili hapa. Mimi siku ya kwanza kusema ukweli niliona kama kweli unanipenda. Lakini kutokana na hali ambavyo nilivyokuwa mimi, niliona kabisa kwamba uweze kwenda mbali ili nisije kampoteza mpenzi wangu Melania. Ndio maana uliona kwamba mimi nilikujibu vibaya. Sikujibu vibaya tu siku ya pili ile kwa sababu pengine wewe sio mzuri au la. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Ni ukweli kabisa kwamba umewazidi wanawake wengi hapa mtaani. Na sio hapa mtaani, umewashinda mpaka watu maarufu wengi sana, umezidi kwa uzuri uliona wewe. Lakini mimi sikutaka kabisa kwamba tuwe karibu kwa sababu sikutaka mimi niwe mtu ambaye sio mwaminifu kwa mpenzi wangu Melania. Lakini ukweli ni kwamba familia zetu zimeamua kwamba tuwe pamoja. Sasa mimi naomba nikuulize kitu. Niko tayari uniulize. Kwanza unafurahia kuwa na pamoja na mimi? Kwamba mimi na watu wapenzi? Au ni jambo ambalo kwako haliingia akilini? Andrew, mimi labda nikwambie ukweli tu, nisikufiche. Mimi moyo wangu ni mweupe kabisa na nimeridhika kabisa kuwa na wewe. Nje tu ya wazazi wetu kwamba wanataka iwe hivyo kwa ajili ya kuboresha zaidi ukaribu wa familia zetu kwa ajili ya mambo ya biashara. Lakini mimi pia hata mimi moyo wangu umekupenda Andrew. Sioni shida yoyote, sioni kikwazo chochote kuwa na mwanaume bora kama wewe. Tayari umeshajua kwamba mimi ni mwanaume bora? Ndio. Nafsi yangu inanituma kwamba wewe ni mwanaume bora. Na unafaa sana kuwa baba wa familia yangu. Unafaa sana kuwa baba wa watoto wangu. Unafaa sana kuwa mpenzi wangu. Unafaa kuwa kila kitu kwangu. Sitaki kuamini kwamba moyo wangu unanidanganya. Nataka niamini kabisa kwamba moyo wangu unaongea ukweli, labda tu kama wewe mwenyewe utakanusha. Laila, si unajua kabisa kwamba mimi nilikuwa na mpenzi na mwenyewe unamfahamu mpenzi wangu Melania? Ndio, nafahamu hilo. Hivyo unajua kwamba amepigwa marufuku makubwa sana na wazazi wangu kwamba hastahili kabisa kuwa karibu na mimi. Na amesusa, ameamua kwa mbali na mimi, anasema kwamba mimi ninadharau. Na wazazi wangu wanadharau, hawamtaki. Wewe, kweli? Huo ndio kweli, na wazazi wangu wamenipangia kwamba wewe ndio uwe mke wangu.
Nimekuuliza kwanza kwamba wewe unaridhika kwamba mimi niwe mume wako kwa sababu moja. Mimi ninaweza kuridhika kabisa kumpoteza Melania kwa sababu yako. Lakini kwa sababu moja tu, kwamba wewe uwe umeridhia. Siko tayari kumpoteza mwanamke ambaye ananipenda sana na mimi nikiwa nampenda, alafu nikahamisha upendo kwa mtu ambaye hata hajaridhika kabisa, ni kwamba tu amelazimishwa. Kwa hivyo kama wewe umelazimishwa kuwa na mimi, ninakuomba uniambie ukweli. Mimi nitajua nafanyaje ili mradi uwe mbali na mimi. Na hiyo itanifanya mimi niendelee kurudiana na Melania, tuweze kuishi maisha yetu ya mapenzi kama ambavyo tulivyokuwa tunaishi. Kumbuka kwamba mimi nikipenda napenda kweli. Niko tayari kumpoteza Melania. Narudia tena, kama tu wewe hapo utakuwa uko tayari kunipenda na kweli unanipenda. Andrew, naomba uondoe shaka yoyote kuhusu upendo wangu kwako. Naomba uondoe mashaka kabisa. Nakupenda kwa moyo wangu wote. Na labda nikwambie ukweli tu, hata mimi nilikuwa na mtu moyoni mwangu. Nilikuwa na mtu ambaye niliyempenda. Anaitwa nani? Anaitwa Daniel. Daniel yupi? Mtoto wa yule mchungaji wa kule na... Yes, huyo. Mtoto mchungaji Peter. Huyo ndo alikuwa mtu wangu yuko moyoni. Lakini kusema ukweli, toka siku ya kwanza nilivyokuja kuonana na wewe, huwezi amini, nimemweka mbali na mimi kabisa kwa sababu nilikuwa natamani sana uwe na mimi. Kwa hiyo inawezekana kwamba wewe ndo ulimshawishi baba yangu ili aweze kufanya kwamba kuniambia mimi niko wewe. No, sijai kuongea na babako. We, kwanza naanzia wapi? Mimi mtu mwenyewe aibu hivi naweza kuongea na baba yako mambo hayo? Nilikuwa nakutania. Najua tu una uwezo kuongea na baba mambo kama hayo. Haya mambo najua ni wazazi ndio wameongea. Lakini kwa sababu umenihakikishia kwamba unanipenda kweli, Laila, nataka nikukabidhi moyo wangu kwa 100%. Na sio nataka nikukabidhi, mpaka sasa hivi hapa mimi nimekukabidhi moyo wangu. Na kuanzia sasa mimi na wewe ni wapenzi. Tusubiri tu siku ambapo familia itapanga ndoa ili tuweze kuwa mtu mke na mume. Ombi langu kubwa, sipendi tabia mbaya. Sipendi tabia mbaya kabisa. Masuala ya kuchitiwa sitaki, kwa sababu hata mimi sichiti. Andrew, asante kwa kupokea moyo wangu, na mimi nimepokea moyo wako. Na mimi nakukabidhi moyo wangu, utunze usije ukautesa. Andrew, upendo wangu kwako mimi sasa hivi ni maradufu ya jinsi ambavyo nilivyokuwa nakupenda awali. Nimefurahishwa na wewe kutamka kwamba umenikabidhi moyo wako, na kuanzia leo mimi na wewe ni wapenzi. I love you so much, Andrew. I love you so much, Andrew. Nakupenda sana, Andrew. Nakupenda pia, Laila. Nakupenda zaidi unavyofikiri, Laila. Siwezi kukubali kuwa mwanamke ambaye familia yangu haimtaki. Kumbuka sisi ni matajiri. Tunapaswa tulinde mali. Tunapaswa tuendeleze utajiri tulionao. Ikitokea nikiwa mwanamke ambaye simpendi, mali zetu zitaharibika. Nakupenda wewe kwa sababu naona nipenda. Pale sasa Andrew alianza kunipigia mabusu. Nilimshusha miguu ambayo nilikuwa nimempakata. Tukaanza kukumbatiana tukiwa tumekaa pale kwenye sofa. Nilikuwa nikimpigia mabusu na yeye akinipigia mabusu, huko nikiwa na nata na kutulia kifuani mwake, baada ya yeye kujilaza tena kwenye sofa na mimi nikawa niko juu yake. Ilikuwa ni furaha ambayo kwa kweli ni furaha isiyo mithilika. Nilikuta nimempokea kwa 100% kabisa, mpaka nikasahau kabisa kwamba nilikuwa na mpenzi mwingine. Kuanzia pale mimi na Andrew tulikuwa ni wapenzi. Tulifurahi sana kuishi pamoja.
sio kwamba nilihamia kwake, nilikuwa bado natokea kwangu. Ilikuja pango ile sasa, mpango wa pili ambao baba yangu alinieleza vizuri sana kwamba niweze kumshawishi Andrew aweze kumshawishi baba yake, kwa sababu ana ushawishi mkubwa kama kijana pekee kwenye familia ya bwana Paul Janabi. Niweze amshawishi baba yake asikubali kutoa ule utajiri, ile fedha aliyowekeza katika kampuni yetu, kampuni ya Ndela Company Limited. Asiutoe utajiri aliyoweka pale na kupeleka huko Nigeria. Badala yake achukue mkopo ambao unalingana na pesa ambayo aliyoweka pale katika kampuni yetu, hatimaye ndio aipeleke huko Nigeria. Kwa kweli ilinibidi sasa mimi katika mazungumzo yangu na Andrew, kadiri siku zilivyoenda, ilibidi nimgusie swala hilo. Andrew, tayari sasa wewe ni mpenzi wangu. Kuna kitu nilikuwa natamani niongee na wewe, unisaidie mimi na uisaidie familia yangu pia vile vile. Ongea na kusikiliza, niko tayari kwa kusikiliza mpenzi wangu. Nitamsikiliza nani mwingine tofauti na wewe? Asante kwa kunipa nafasi ya kusikiliza. Andrew, naam. Nafikiri una taarifa vizuri kuhusiana na hitaji la baba yako Paul Janabi kuondoa mtaji wake aliyowekeza katika kampuni yetu ambayo tunashare, familia yangu na familia yenu, katika kampuni yetu ya Ndela Company Limited. Ndiyo. Una taarifa kwamba baba yako anahitaji achukue pesa ile, mtaji aliyowekeza pale, na kuhamishia huko nchini Nigeria kwenye kisima chake cha mafuta ambacho anataka anzishe huko. Ndiyo, nakupata vizuri. Nikwambie ukweli kwa sababu wewe ni mpenzi wangu. Naam. Unaonaje kama baba yako angechukua mkopo, akapeleka kwenye mradi wake huo wa mafuta nchini Nigeria, na akaachana na hili swala la kuchukua mtaji ambao aliyowekeza katika kampuni ya Ndela Company Limited ambayo ni kampuni yetu sisi? Una maana gani kwani? Kuna jambo lolote litaharibika kama akichukua? Ndiyo, kuna jambo mimi naona litakuja kuharibika, upande wenu na upande wetu vile vile. Jambo gani uliloliona? Asante. Kwanza kabisa Andrew, naona kabisa familia zetu zitashuka kiuchumi. Familia yetu na familia yenu zote zitashuka kiuchumi kwa sababu moja. Kwanza kitu kipya kule. Itachukua muda jambo lile kukamilika vizuri na kumrudishia fedha yake. Lakini pia jina la kampuni ya Ndela Company Limited ambayo tayari imeshakuwa kampuni kubwa hapa nchini na nje ya nchi, itashindwa kuendesha mambo yake vizuri kutokana na kwamba mtaji asilimia kubwa itakuwa imepunguzwa. Kama unavyojua kwamba baba yako au familia yenu ndio ambayo iliyowekeza pesa nyingi katika kampuni ya Ndela Company Limited. Ikitokea tu hizi asilimia, nimeangalia jana nikaona kumbe babako amewekeza zaidi ya asilimia 82 katika kampuni ya Ndela Company Limited. Sasa kama akitoa mtaji wake wote, maana yake ni kwamba kuna shughuli za kiutendaji na shughuli za uzalishaji na usambazaji zitapungua sana katika kampuni yetu. Kwa mantiki hiyo, jina la Ndela litakuwa limeshuka, litaonekana hazifanyi kazi katika standard unayostahili. Wakati huo baba yako naye atakuwa bado hajarudisha fedha yake vizuri kwenye mradi anaokwenda kuwekeza. Kwa nini usimshawishi baba yako akaacha hii kampuni ikaendelea kuwa kubwa, na yeye akachukua pesa benki na kwenda kuwekeza katika mradi wake wa mafuta hiyo mwakani ambapo anaposema? Na ujue kufanya hivi kutafanya kwamba kampuni hii inaenda vizuri, lakini pia hata huo mradi atakaoanzisha utakuwa haumpi pressure. Kwa nini hujamshauri baba yako kwenye jambo hilo, na kati baba yako unajua baba yako yeye
ni mtu ambaye sio kwamba amesoma, lakini ni mtu mjanja aliyejifunza biashara mtaani. Unategemewa wewe ndo umshauri vizuri kwa sababu wewe ulienda shule. Kumbuka ulienda ukamaliza Ugiriki kuongeza elimu. Na hayo yote nili uweze kuja kusimamia vizuri kampuni zenu. Lakini umemwacha baba yako amefanya maamuzi na mpaka dokumenti zingine ameshaandika kabisa kuonyesha kwamba Makani anatoa mradi wake. Mtaji wake aliowekeza kwenye kampuni yetu ya Ndalek Company Limited. Unafikiri hii iko sawa? Laila mpenzi wangu, unajua ni kama umenifungua kichwa hivi. Nilikuwa sijui jambo hili. Nilikuwa kweli nafahamu kabisa kwamba tuna kampuni ambayo inakwenda kufanya kazi ya mafuta kule nchini Nigeria. Na ilikuwa inapaswa izinduliwe rasmi kufanya kazi mwakani. Na baba yangu alisema kwamba pesa anaichukua kutoka kwenye kampuni ya Ndalek Company Limited na kutoa mtaji wake pale na kupeleka kule katika kampuni yake nchini Nigeria. Lakini kusema ukweli naweza nikakiri kwamba sikumshauri vizuri baba yangu. Na ndio maana alikubali kupitisha swala hilo. Lakini nafikiri bado sijachelewa. Nafikiri inabidi nikamshauri vizuri baba yangu aweze kusitisha swala la kutoa mtaji katika kampuni ya Ndalek Company Limited. Badala yake afanye kama ambavyo ulivyonishauri. Nafikiri hapo ndio itakuwa vizuri zaidi. Utakuwa umefanya maamuzi mazuri kulinda familia yenu, lakini vile vile kulinda kampuni yetu hii ambayo tunafaidi wote upande zote mbili. Nafikiri ninaweza nikaenda kufanya hivyo kwa ajili ya kuimarisha familia zetu. Tapendeza, naomba ufanye hivyo tena haraka iwezekanavyo. Hilo halina shida Laila. Hata usiwaze kabisa mpenzi wangu. Kwanza sijui nilikuwa wapi. Baadaye baba yangu angekuja kufirisika na angenilaumu mimi kwamba amenipeleka shule na nimeshindwa kuja kutoa ushauri mzuri. Kweli. Shukuru tu kwamba tumekutana. Hapa sasa naelewa ni kwa nini baba yangu na baba yako walikubaliana kwamba sisi tuwe wapenzi na hatimaye mke na mume. Nimekuja kuelewa ni kwa nini. Kumbe tunapokuwa wawili ambao tumesoma biashara wote na wazazi wetu wakiwa wako pamoja katika kampuni hizi, tunaweza kushauriana mambo makubwa sana. Ama kweli wazazi wetu wanaona mbali bwana. Mwanzoni mimi iliniletea shida sana, nilimkatalia sana baba yangu. Lakini baadaye ilibidi nikubali. Lakini leo hii ndo naona matunda ya kuwa pamoja mimi na wewe, na wao kuwa karibu kama wabia wa kibiashara. Tungeenda kuporomoka kabisa. Yaani wewe acha tu, wazazi ni watu wa muhimu sana kabisa kuwasikiliza. Lakini pale wanapokosea inabidi na sisi tuwashauri kwa sababu ndio maana walitupeleka shule. Kweli kabisa. Msikilizaji, pale sasa nilikuwa nimewini karata ile ya kumshawishi kwamba Andrew aweze kumshawishi baba yake na hatimaye baba yake aweze kukubali kuacha ile kampuni, aiache na pesa ambazo alizoziweka pale. Andrew hakufanya kosa, alienda kumshawishi baba yake. Na ni kweli baba yake alikuja kukubali na kumshukuru sana Andrew kwa kugundua kwamba wangekuja kufirisika vibaya sana. Pale sasa unajua kwamba bado hatujaoana, mimi naishi nyumbani kwetu. Baba yangu siku moja aliniita akiwa na furaha sana, akaniambia nichague zawadi ambayo naitaka. Kamuuliza baba kwa nini? Akaniambia pana, umefanya jambo la maana sana binti yangu. Kweli kupeleka mtoto shule ni jambo la maana. Hapa sasa tumemaliza kila kitu. Kwa nini baba? Tumemaliza kila kitu. Baba niambie basi na mimi nifurahi. Nakwambia Laila, chagua zawadi yoyote unayoitaka. Unataka nyumba ya Dar es Salaam? Unataka nyumba ya hapa Mbeya? Au unataka nyumba ile ya Mwanza? Niambie, unataka nyumba ipi? Au unataka gari hapo nje? Ni gari ambayo unaipenda mimi nikuachie. Nikupe hiyo au nikakununulie mpya kabisa. Au unataka uwanja sehemu gani? Niambie nikakununulie. Nimefurahi sana. Hongera sana binti yangu. Baba, mpaka sasa hapa sijajua. Sijajua kabisa kwamba furaha ni ya nini, lakini nafurahi tu na mimi. Mimi nafurahi hapa lakini sijajua ni nini, lakini ile mradi nimeona babangu na furaha na mimi mwenyewe nimefurahi kwa kweli. Nisikilize nikwambie. Mzee Pauli Janabi amekubali
amekubali kabisa kwamba hatochukua mtaji hata uondoa kwenye kampuni yetu ya Ndaleki Company Limited. Amekubali kwamba mtaji wake unabaki hapa hapa, na badala yake anasema ameshauriwa na kijana wake kwamba aweze kuchukua pesa benki na kwenda kuiwekeza huko Nigeria, lakini sio kuchukua mtaji wetu huu ambao aliwekeza hapa. Baba kweli? Ndio hivyo. Na dokumenti zote tumesha saini, zote alizokuwa ameanza kuandika kwa ajili ya kujitoa katika kampuni, zote tayari tumezifanya ni invalid. Yaani hazina kazi sasa hivi kwa sababu ya kusaini mkataba mwingine huu hapa. Angalia, unaona? Pale baba alikuwa ametoa makaratasi na kunionyesha karatasi ambazo tayari mzee Paul Janabi alikuwa amesaini kuonyesha kwamba amesitisha swala la kutoa mtaji wake katika kampuni yetu ya Ndaleki Company Limited na kupeleka nchini Nigeria kwenye kisima chake cha mafuta. Hapo sasa wote tulifurahi kwa pamoja. Mimi pamoja na baba yangu, na mama yangu alikuja akafurahi sana. Nilikubali, nikamwambia baba yangu, sasa mimi kwa sababu umeniambia nichague, mimi nachagua nyumba yangu iliyoko Msasani, Dar es Salaam, ndio mimi ninayoipenda. Babangu aliniambia hakuna shida, hiyo nyumba ni ya kwako, hata kama itokee nife au vipi, lakini ile nyumba ni ya kwako daima. Nilimwambia babangu asante. Aliambia basi hongera. Sasa kitu kimoja kikubwa cha msingi, endeleza mapenzi kwa Andrew. Isije katokea mambo ya kutokea hapa. Usije ukaniletea mambo ya ajabu, sitakuelewa kabisa. Hakikisha kwamba wewe na Andrew mnafika mpaka mnaoana. Sawa baba. Elewa hivyo. Yaani furaha yangu hii sitaki ije ibadilike iwe huzuni, ije iwe kilio. Naomba uelewe vizuri. Kama ni chepuko hiyo, acha kabisa. Tulia kabisa wewe na Andrew, mwanzo mpaka mwisho. Sawa baba. Msikilizaji, nilimkubalia baba yangu Chogo Ndesa, ambaye kwa ujumla mimi ninamfahamu jinsi alivyo mkali. Kwa hivyo nilivyomkuta na ile furaha, nilifurahi na mimi sana. Hakuwa mkali wakati huo, lakini pindi tu alipoanza kunishauri kwamba mimi niwe mtulivu kwa Andrew, ndipo ukali wake uliporudi pale pale. Hapa sasa mimi nilikuwa najitahidi sana kuishi mimi pamoja na Andrew kwa utulivu usiomithilika. Andrew alionyesha kunipenda sana. Tulikaa naye kwa upendo sana. Siku zilienda. Ni siku ambapo ilikuwa imebaki miezi kadhaa kabla ya kufunga ndoa yetu ambayo ilikuwa imekubalika kama tuliokuwa tumeipanga kwamba ije kufanywa miezi michache baadaye. Niliona mambo yakiwa kama yameanza kubadilika sana kwa Andrew. Level yake ya upendo ilikuwa imeanza kushuka. Jinsi ambavyo ningefika pale alikuwa ananithamini, alianza kuonyesha kutokunithamini kabisa. Andrew, mbona lakini siku hizi unakuwa hivi mpenzi wangu? Mbona uko hivi? Niko jani? Hapana, mimi nikwambie tu kweli kwamba kuna namna naona kama upendo wako umepoa. Upendo wangu mimi umepoa? Umepoa wapi? Yaani umepoa, naona kabisa kama upendo wako kwangu naona umepungua bwana. Basi ukuze. Basi unaona umepungua, ukuze uwe mkubwa. Jamani, si unaona sasa mambo unayonijibu hayo? Si unavyonijibu tu inaonyesha kabisa kwamba, ila Andrew, kwani jambo gani ambalo limeingia hapa kati? Unajua mimi sitaki kuamini. Mimi bwana sina hizo unazosema bwana. Ni wewe tu unaona, wewe unajishuku tu. Umepunguza kujiamini. Ulikuwa ni mwanamke ambaye unajiamini sana, lakini unaonyesha kabisa umeanza kupungua kujiamini. Sasa mimi na wewe kuna shida gani? Kuna jambo gani ambalo umeliona lolote ile si kupungua si nini? Wapi? Haya. Mimi ndivyo nilivyoona, kama unaona kawaida sawa. Mimi kwangu ni kawaida kabisa. Kwani kuna shida yoyote? Kuna jambo gani ambalo nililolifanya mpaka unaona kwamba upendo wangu umepungua kwako? Sio jambo, mambo, yani hata style unavyoongea na mimi sasa hivi na ulivyokuwa unaongea mwanzoni tofauti kabisa. Jinsi ambavyo tulivyokuwa tunaishi, ulikuwa hata unaniwahi toka naingia getini. Unanipokea, unanikumbatia, unanibusu, unanibeba, unaniingiza mpaka ndani. Sasa hivi vitu vyote vimepungua, na nikiangalia kwamba ni sehemu gani ambayo niliyopungua mimi, sioni kama kuna sehemu nimepunguza upendo kwako.
Hiyo ni kawaida tu ya mapenzi. Mapenzi yanakupanda na kushuka. Kwa hiyo sasa hivi yameshuka mapenzi kwangu. Sina maana hiyo, namaanisha kwamba mapenzi yana mambo mengi. Kuna wakati ambapo mnaishi hivi, hamwezi kuishi kwa style ile ile, simtachokana. Haya, kama ni kwa wema tu sawa, mimi sina noma. Kama ni kwa wema, hamna shida. Wewe elewe tu hivyo. Haya. Msikilizaji, Andrew alikuwa na majibu yake kama ya mkato hivi. Kitu ambacho mimi sikumzoea hivyo. Toka nikubalie mimi kwa mpenzi wake hajawahi kuishi maisha hayo na mimi. Ile hali ilinifanya mimi sasa niwe na wakati mgumu kwa kweli. Kwamba kwa nini Andrew anaishi na mimi hivi? Nilitilia mashaka, lakini niliona tu ni kama Andrew alivyosema kwamba maisha yanakupanda na kushuka. Maisha ya mapenzi yanakuchanua, yanakunyeuka na kadhalika. Kama alivyoongea, mimi nilichukulia hivyo kwamba hata watu ambao wakioana wako ndani ya nyumba bado hawezi kuishi maisha yanayofanana kila siku. Kuna muda watu wanapishana, kuna nini. Basi siku moja bwana, mimi nilikuwa nimemtembelea Andrew nyumbani kwake. Nikaingia mpaka ndani. Andrew, nilishangaa sana. Andrew, vipi? Poa, niambie. Safi. Mbona uko hivyo? Nikoje kwani? Unajiona hapo uko sawa? Au unaumwa? Hapana, mimi siumwi. Hebu sikia bwana. Hebu nenda ukaoge kwanza bwana. Nenda ukaoge uje hapa, kama vipi twende hospitali. Mimi siwezi kukaa bwana. Mimi si yakuzoea hivi bwana. Unajua mimi Andrew siku hizo unanichanganya sana wewe. Hofu yako tu, mimi niko fresh. Hebu sikia, kaoge basi kwanza, labda sababu unatoka kulala nawe sasa hivi. Hebu kaoge kwanza afu uje tuongee. Hilo la kwenda kuoga hilo lazima, hiyo si kawaida, si ratiba tu hiyo, lazima niende kuoga, hamna shida. Haya, nenda basi ukaoge afu uje hapa tuongee, mahabuba wangu. Aliondoka Andrew bila kuniongelesha. Moja kwa moja yeye alienda bafuni. Wakati anaoga kule, nilipiga simu ya dada mmoja. Sikujua kwa kweli ni nani. Mimi nilipokea ile simu. Tulianza kuongea na yule dada, nilimweleza ukweli kwamba yuko bafuni anatoka atakupigia. Andrew alisikia wakati tunaongea. Alikuja baada ya kutoka bafuni, akafika pale akaanza kuniuliza, "Wewe ni nani ambaye amekwambia upokee simu yangu?" Hapana baby, niliamua tu nipokee sababu nimeona amepiga mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, nikaona yuko serious. Nikaona bora tu nimpokelee, hamna sababu. Nani bwana akakwambia upokee simu yangu? Mimi nilikukanya kabisa kwamba usicheze na simu zangu. Usipokee simu zangu kabisa, si nilikwambia? Jamani, Andrew mpenzi wangu, kuna shida gani kwani? Kwani kuna shida gani mimi ninapopokea simu yako? Usiniambie kuna shida gani. Mimi nimekwambia sitaki wewe unapokea simu zangu. Unapokea simu zangu za nini? Andrew, mbona lakini unakuwa hivyo? Hivi wewe unanielewa ninachokwambia au? Sikuelewi kweli. Hivi kweli mimi nawezaje hivi, kwani mimi na wewe? Kumbuka kwamba wewe ni mpenzi wangu. Muda wote tunakwenda kufunga ndoa. Bado miezi michache tu tufunge ndoa yetu. Sasa kwa nini unakuwa, kuna kitu gani ambacho unakificha kwangu? Mbona mimi nakuachia simu yangu na kanayo unacheza unafanya kila kitu, mimi sina wasiwasi. Shida ni nini? Hebu nisikilize. Mimi maneno ndo sitaki. Wewe ni mtoto wa kike. Simu yako wewe mimi nastahili nishike, nikague, niangalie kila kitu, nijue nini kinaendelea. Sio mimi mtoto wa kiume. Unashikaje simu yangu na ikagua? Andrew, usitaki nianze kufikiri vibaya Andrew. Usinitaki nianze kufikiri vibaya kwenye moyo wangu. Sitaki hisia zangu zinipeleke huko kabisa. Sitaki. Wewe, naomba tuelewane. Sitaki ushike simu yangu. Ukishika tena mimi utaniona mtu mbaya. Sitaki Andrew, jamani. Hivi hilo ndo umelipuka hivyo, lakini kuna nini? Kuna jambo gani liko nyuma ya pazia? Nimekwambia sitaki ushike simu yangu, upokee simu zangu. Kaa kwa kutulia kabisa. Haya Andrew, samahani bwana. Ndo ukome, sitaki ucheze na simu yangu. Simu zangu, yani mimi nikienda bafuni tutarudi nyuma unashika simu yangu, hivi una akili kweli?
simu yangu wewe upokee wewe. Wewe mpumbavu nini? Simu zetu zikiri kila mtu ana faragha yake bwana. Kwa hiyo unaposhika ya kwangu, si mimi ndo sina faragha au wewe ni mtoto wa kike? Unapaswa. Kwa hiyo mtoto wa kike ndo kwamba simu yake nini, au mtoto wa kike ndo hana faragha? Huwezi kuwa na faragha mbele yangu. Mimi ni mpenzi wako. Huwezi kuwa na faragha kwangu mimi. Kitu gani unanificha? Na kitu gani unanificha? Afu sasa kujibishana na wewe. Ndakuja kukulabua makofi sasa hivi. Andrew, tumefika huko. Au unanitania? Tumefika huko au unanitania? Hebu kwa serious kidogo basi. Kwa serious basi. Userious gani ambao unataka wewe? Yaani kukwambia kwamba wewe usipokee simu zangu sio unazikamata ndio kitu unaniambia mimi ni serious. Kwa hiyo unahisi kwamba mimi siko serious. Unaona mimi nacheza hapa, si ndivyo? Unaona mimi nacheza, si ndivyo? Msikilizaji, pale mimi niliona mbona sasa kama mambo yamebadilika sana. Sikutegemea kabisa kama kuna jambo kama lile lingeweza kutokea kati yangu mimi na Andrew jinsi tulivyokuwa tunaishi. Aliendelea kunifokea kama mtu ambaye sio hanijui. Laila, sikia nikwambie kitu. Unapaswa hata ukiwa hapa uwe na adabu sana. Hapa ni kwangu. Kama hapa ni kwangu na vitu vilivyoko hapa ni vyangu, uruhusi kuvishika tu kama unavyotaka yani. Andrew, kumbuka kwamba sisi ni wapenzi. Na ndoa yetu iko karibu kabisa. Sipendezwi na maneno unayoyaongea. Jinsi ambavyo ninavyokupenda, sitamani kusikia unavyoongea maneno kama hayo. Alafu ghafla hivi, mimi sijapenda. Wewe upende usipende, lakini si nimekwambia kuna kitu cha uongo nimeongea hapo. Hapa ni kwangu sio kwangu. Ni kwako ndio. Simu ni yangu sio yangu. Ni yako. Na haki ya kukwambia au sina haki ya kukwambia? Una haki ila nini sasa kama na haki si ndio hivyo? Si ndio haki yangu nimeitumia? Jamani, au umekunywa leo? Kwa hiyo unaona mimi ninavyoongea ni kwamba mimi naongea nimeelewa, si ndivyo? Wewe, Andrew, samani please, naomba nisikilize. Kama kuna jambo ambalo mimi nimekufanyia, hebu naomba uniambie, sio kunilipiza kwa kunikoromea hivyo bwana. Mimi najua mimi moyo wangu unaumiza. Hivi ungekuwa wewe unateswa na mtu ambaye unampenda afu anakufanyia vitu kama hivyo ungependa? Mbona unanifanyia hivyo? Lakini hebu ongea bwana, please. Acha bana mambo yako bana. Hebu acha bana kama siara yako bana. Please bana, acha basi. Niache nini bwana? Wewe nimekuelewa. Hebu isikia. Wewe kama unataka tuendelee kuongea, kwanza ukubali kwamba simu yangu upaswe kuishika tena. Yaani elewa hivyo, simu zangu usipokee, usifanye nini, elewa hivyo kabisa. Haya basi, nimekuelewa. Msikilizaji, nilikumbuka jambo moja ambalo alinifundishaga sana mama yangu. Akiniambia kwamba sio vizuri mwanaume wakati anapoongea na wewe kuongea. Hiyo formula ilibidi niitumie pale na kunyamaza wakati Andrew alipokuwa na hasira. Niliamua kunyamaza kimya. Nisiongee. Nikamwambia basi nimekubali. Hiyo ni formula ambayo hata baba yangu nyumbani alikuwa anaipenda. Alikuwa hapendi kabisa. Yaani eti anaongea alafu kuna mtu anamjibu, hata kumuomba msamaha nyamaza tu, akimaliza ndio hivyo. Mzee Chogo Ndesa naye ndo hapendi kabisa hizo mambo. Nilinyamaza pale. Tuliendelea kukaa pale. Wakati huo sasa unajua watu mkisha kuwa mmegombezana hamwezi kuwa na raha tena. Mnakaa mkiwa na hali ya kununa mpaka ile kununa iishe ndo mambo mengine yaendelee. Alikuwa anaingilia hapa anatokea hapa na mimi nipo, mimi namaliza nikakaa pale sebuleni na yeye akakaa. Kidogo tukiwa bado hatujarudi kuongeleshana, mimi nikasema hapa mimi lazima nianzishe story ili mambo yaishe, yani yale mambo yawe yamepita. Baby, unapenda nikupikie nini leo? Andrew alijifanya kama anisikii. Nakuuliza hivi, unapenda nikupikie nini leo? Asubiri kwanza nitakujibu. Msikilizaji, nilibidi nisogee karibu na yeye kabisa. Pale nikaanza kumkumbatia pale, tumekaa wote kwenye sofa ile. Huko nikiwa namshikashika ili kumliwaza afu anijibu. Baby bwana, naambie basi. Nataka niandae bwana. Si nimekuambia baadaye bwana nitakwambia, tulia basi, mbona unapenda usumbufu lakini.
Nisipendi unavyonigesi. Alafu bana hebu usiniegemee bwana. Lazima unishike bwana. Jamani. Kwa hivyo kushika upendi. Ushaanza miswali yako ya ajabu ajabu tena. Haya basi nisamehe. Sikushiki tena. Niko pembeni. Msikilizaji, pale mimi nilimwachia Andrew. Nikasogea pembeni nikawa sijamshika. Kiti kile kile, sofa ile ile ambayo nilikuwa nimekaa. Nikaweka mikono yangu hapa kwenye mapaja yangu. Nikaa nimemwangalia huko nikimuongelesha. Ambao nisamehe kama nimekukosea baby. Najua sisi wote ni binadamu, kuna muda tunakosea. Kama nilivyopokea simu yako nimekuudhi, naomba unisamehe. Nisamehe sana. Sitarudia tena. Alafu baby, hilo lisifanye basi ukaniweka mbali na wewe kiasi kwamba hutaki hata nikuguse jamani. Unajua mimi sina mtu mwingine zaidi yako wewe. Wewe ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Sitamani hata kidogo kuwa mbali na wewe jamani. Niache basi nikukumbatie kidogo. Andrew alikaa akiwa amenyamaza, hajanijibu hapo akiwa na chat na simu yake tu. Nilihisi hanisikii kabisa. Ilibidi nimkumbatie tena kwa mara nyingine na kumbusu. Andrew, nakupenda sana mpenzi wangu. Andrew hakuongea chochote. Alitoa mkono wake kwenye simu yake na kwenda kupangusa mahali ambapo nilipokuwa nimembusu. Nilijisikia vibaya, lakini niliona angalau kwa sababu ameridhia hata nimpige busu basi sio vibaya. Nilimwachia pale na kurudi nikawa nimekaa kawaida tu, nikiwa nimeweka mikono yangu kwenye mapaja yangu. Baada ya sekunde kadhaa, Andrew alikaa mkao tofauti. Akikaa huku akigeuka vizuri kama mtu ambaye anataka kunyanyuka. Nilimwona akiendelea kuchati. Baada ya muda kidogo, pale sasa tulisikia geti likiwa linagongwa. Andrew alinyanyuka pale haraka na kwenda bila kuniongelesha, alienda kufungua geti. Nilitoka sasa kuangalia kule getini ni nani huyo ambaye aliyekuwa anaingia. Niliona mtu ambaye aliyekuwa wamekumbatiana. Wakahagi pale. Wakawa wamekumbatiana, mwanadada hivi. Alikuwa amevaa, yani amevaa kimini hicho, amevaa na viatu virefu vile. Alafu sasa amevaa na amependeza kwa kweli. Kimini hicho mnene hivi amepanda juu. Wakakumbatiana pale, wakapigana busu, alafu wakaja sasa wakiwa wameshikana kiunoni au mabegani, wakiwa wamekumbatiana wanatembea kuelekea kule, kuja kule nilipo mimi. Msikilizaji, niliona kama moyo wangu pale sio umepasuliwa, umefanywaje. Niliona kama mwili wangu sasa umemwagiwa maji, jasho lilikuwa likinitoka na miguu ikikosa nguvu ya kusimama. Nilishindwa kuelewa kwamba yule ni nani. Lakini hata hivyo ilikuwa haina sababu ya kuuliza kwamba yule ni nani kwa Andrew. Laila mimi nilichoka, ilinibidi nikae chini pale pale. Walikuja mpaka pale, wakaniona pale mlangoni. Hatimaye wakapenya, wakaingia, wakaniacha mimi pale bila kuniongelesha. Waliingia na kukaa pale kwenye siti. Pale mimi nilikuwa najililia tu mwenyewe pale. Ilibidi ninyanyuke na kuingia ndani. Nilipoingia ndani nikipita pale sebuleni, niliwaona jinsi ambavyo walivyokuwa wamekumbatiana wakiwa wamekaa kwenye kochi. Andrew alikuwa ametoa bonge la tabasamu, wakiwa wametazamana uso kwa uso hivi, kama watu ambao wanaotaka kunyonyana mate. Miguu alikuwa ameikunja miguu yake juu kabisa, ameipandisha, yule mwanadada amepandisha miguu kwenye sofa. Alafu Andrew wamekumbatiana na yeye, wanatazamana uso kwa uso. Nilishindwa kuvumilia. Nilipiga kelele ya kulia kama mtu ambaye alipewa taarifa ya msiba. Nililia kwa sauti, nikaingia zangu ndani moja kwa moja. Nikaenda mpaka chumbani. Nilijitupa kwenye kitanda na kuanza kulia kwa sauti.
Niliona kama hawajali chochote na hakuna mtu aliyejali. Pale sasa mimi nilibaki nikiwa nalia kwa kwikwi. Machozi yakinibubujika mengi sana. Niliwaza sasa ni hatima ipi ya maisha yangu mimi na Andrew kwenda mbele. Andrew, mbona imekuwa ghafla hivi? Mbona siku sio nyingi tulikuwa tunaishi vizuri tu? Andrew, umenibadilikia kiasi hiki kweli? Kweli Andrew? Nilijikuta nikiwa nalia sana pale ndani chumbani. Sikuamini nilichoona. Ilibidi nitoke tena kuhakikisha kwamba kweli Andrew ndo anakumbatiana na yule mwanadada. Safari hii nilipotoka pale sebuleni, niliwakuta wakiwa wamekumbatiana sasa wananyonyana mate. Huku wakati huo Andrew akiwa anampapasa maungo yule mwanadada ambaye aliyekuwa pale. Alikuwa ananyonyana mate huku akiwa anachezea maziwa yake, akiwa anaendelea kumshika kwenye mbavu, wanakumbatiana, wanatekenyana. Jamani. Pale sasa mimi nilishindwa kwa kweli. Nilienda mpaka pale mahali walipo, nikabaki nimesimama na waangalia. Nilitamani nimshikie yule dada nimngate, lakini niliogopa. Kumbe bwana walivyokuwa wanafanya vile, walikuwa wamefumba macho yao. Walikuwa hawaoni kabisa kama mimi nimekuja pale. I say, we, siwende kule wakae, sasa ndo unafuata nini huku? Msikilizaji, Andrew aliongea baada ya kustuka kwamba mimi nimemuona. Ilibidi niondoke pale kwa sababu namjua Andrew ana hasira. Nilienda nikakaa sofa langu lingine nikawa naangalia tu. Pale waliachiana, hawakuendelea kunyonyana mate pale. Laila. Unamuona huyo hapa? Mimi sikumjibu, nikawa nimebaki na mwangalia. Huyo hapa, huyu bwana ni rafiki yangu. Amekuja kunitembelea hapa. Kwa hivyo hamna tatizo lolote. Bado nilinyamaza, sikutaka kuongea chochote. Moyo wangu unaniuma pale. Rafiki yako? Naongea mwenyewe mwa kimoyo, rafiki yako mnanyonyana mate. Hamna isikumba nilikuwa siwaoni. Msikilizaji, sikutoa sauti hapo, nilikuwa nafikiri tu moyoni. Nimewakazia macho kama watu ambao wanatamani niwamwagie maji ya moto waungue hivi. Na Lydia, yule pale ni Laila, ni mpenzi wangu. Kwa hiyo na rafiki yangu Lydia ni kama hivyo. Elewa tu kwamba yule pale ni mpenzi wangu, na nafikiri kufahamiana sio jambo baya. Mnaweza mkafahamiana sasa. Nashukuru kwa kumfahamu. Ni wifi yangu kwa hiyo. Ya, unaweza kumuita wifi japokuwa haijawa rasmi. Wifi, mambo? Jamani. Yule dada ambaye nilimfahamu sasa jina pale baada ya kuitwa Lydia. Nilipomfahamu jina lake alafu ananiita mimi, nilikasirika sana kwa sababu nilikuwa naona kila kitu alichokuwa anakifanya. Na mimi nilijua kabisa kwamba Andrew alifanya vile kwa ajili ya kunikomoa. Sikumuitikia Lydia. Aliita tena. Wifi yangu Laila, unisikii jamani, mambo? Poa. Mbona kama ulikuwa unalia? Hapana. Nilikuwa silei, kwema lakini. Kwema. Mambo yanaendaje hapa jamani? Wewe ndo unamtunza kaka yangu. Ndio rafiki yangu bwana, tulisomaga naye huyu. Haya poa. Karibu sana. Bwana, tushakaribia. Kwani wewe ndo tulikupita hapo nje? Ndio, nilikuwa mimi. Kumbe hukuniona. Nilikuona sema ulivyokuwa umekaa hapo. Mimi nikajua labda ni mfanyakazi tu ana mambo yake mengine, sikukuzingatia. Ni sawa, usingeweza kunizingatia kutokana na jinsi mlivyokuwa. Tulivyokuaje tena na wifi? Umeanza mambo yako jamani, tulikuaje? Hivyo hivyo, jinsi ulivyokuwa na Andrew usingeweza kunizingatia mimi. Kwani Andrew kafanyaje? Hamna. Wewe, Laila. Mbona unashindwa kuongea na mwenzako vizuri? Mwenzako anakuongelesha, unashindwa kuongea naye, unaongea kwa mkato. Ndio mambo gani hayo bwana? Hao ndio marafiki zangu sasa. Unapaswa uwafahamu. Andrew,
inatosha, naomba usiendelee kuongea. Nimeelewa. Lazima mimi nikwambie, mwenzako yuko hapa anakuongelesha. Unashindwa nini kuongea naye vizuri? Unashindwa kuongea naye kwa ustaarabu? Basi bwana, nimekwambia Andrew, usiendelee kuongea, yaache kama yalivyo. Hebu sikia bwana, mimi kama ndo tabia zako hizo tutashindwana. Haiwezekani marafiki zangu wanapokuja hapa unune, ndio umenuna. Ukiulizwa umenuna nini sasa hapo? Kwanza hebu nenda kapike kule kwa bwana. Nani Andrew? Hebu mwacha kwanza wifi. Labda ya wifi ana jambo lake. Wifi, hebu ngoja. Ana jambo gani bwana huyo? Achana naye bwana. Hebu nenda kapike kule bwana, ulete bwana hapa. Mimi mambo gani haya, mambo yako ya kichoyo haya mimi ndo sipendi. Yaani unapenda uchoyo sana. Andrew ananiambia mimi ni mchoyo mbele ya demu wake. Anaona eti kwamba mimi ni mtoto mdogo, kwamba yote aliyokuwa anafanya mimi nitakuja kuamini kwamba eti yule ni rafiki yake tu, sio demu wake. Andrew ana mwangu nionyesha haya mambo kwa sababu gani? Mbona mimi sijawahi kumuonyesha kitu kama hiki? Andrew anafanya hivi ili nini? Pale sasa yule dada ambaye nilisikia akiitwa Lydia alishindwa sasa kunizuia mimi jinsi ambavyo nilivyokuwa naondoka, kwa sababu nilimuona kabisa Andrew ameanza kunikoromea. Nikaona hapa sijakaanza kunipiga mbele za watu, kwa sababu nishamuona amebadilika sana. Nilitoka pale na kwenda jikoni ili nikaanze kupika. Nilivyoenda tu, Andrew alitoka kule mahali alipokuwa na yule demu wake Lydia, akaja mpaka kule chumbani kule jikoni mahali nilipokuwa. Huwezi amini, Andrew alianza kunipiga. Afu wewe, nisikilize nikwambie. Nataka unielewe. Sitaki maneno yako ya kijinga hapa. Nitakupiga kuvunje mimi. Sitaki miro yako mibaya, uchoyo, maro mabaya, mimi sikutaki kwanza. Shenzi mkubwa sana wewe. Alinishushia kipigo. Afu huko ananiambia kwamba ule wako ulie. Alimpiga makofi, ananiambia eti ule wako upige kelele yule aje. Alinipiga na mikanda yake ya suruali, alinichapa. Jamani, mimi sikuamini. Alinichapa. Sasa mimi pale, japokuwa alikuwa ameniambia kwamba mimi nisilie, nilishindwa kuizuia. Nilifikia kipindi nikapiga ukunga kabisa. Unaniua. Alinipiga, alinichapa, aliniumiza, nilikuta nimevimba huku mabegani, kwenye misuli, kila mgongoni. Amenichapa. Nililia pale mimi, nikadondoka pale jikoni. Nikashindwa kupika tena. Yule dada Lydia alitoka kule na kuja pale sasa kwanza kusukuma ule mlango wa jikoni. Eti we Andrew, hebu fungua. Mwache hivyo bwana, inatosha hivyo, achana naye. Mwache hivyo bwana, usije ukamua ukapata kesi bwana, mimi nikakaa mwenyewe. Hebu mwache hivyo kwanza. Fungua basi. Pale sasa Andrew ndipo aliponiacha mimi na kufungua mlango. Umemuumiza. Jamani, hebu cheki anavyotoa damu huko mikononi. Lakini hautakuja kuua jamani Andrew. Achana naye. Twende hivi kwanza. Hebu tuondoke hapa kwanza. Wanibadilia hapa, tuondoke twende zetu tukale kule kwenye restaurant. Achana nayo hapa. Tuwezi kula chakula cha mpumbavu kama huyo. Twende zetu. Msikilizaji, mimi nilijiuliza sana, Andrew amenipiga kwa nini? Andrew amenipiga kwa sababu gani? Ni sababu tu ile pale kwamba eti nimelia na kumjibu eti yule dada vile Lydia? Sidhani. Nilijiuliza sana kichwani mwangu sababu ambayo iliyofanya Andrew anipige kiasi kile. Sikuipata. Pale sasa walitoka, akaenda, akawasha gari, akapanda kwenye gari, akaondoka. Nilibaki nikiwa nimeanguka pale chini, nikiwa na maumivu makubwa sana. Nilikuwa na maumivu hadi kunyanyuka naona shida. Niliona damu zikiwa zinatoka. Mkono wangu ulivyokuwa nimeulalia ukitoa damu ulikuwa umechanwa sana na mkanda wa ngozi aliokuwa ameuvaa kanichapa nao, na lile bako lilikuwa limeniumiza sana. Nilijiuliza ina maana Andrew siku ile alipokuwa ananiambia kwamba amekubali kunioa kwamba mimi niwe mpenzi wake baadaye tufunge ndoa, alikuwa ni bahati mbaya? Alilazimishwa? Shida nini? Mbona alinionyesha kabisa kwamba ananipenda? Mbona hapa katikati pote tumeishi vizuri? Kuna shida gani? Msikilizaji, mimi niliwaza sana, jambo ambalo nililomkosea Andrew mpaka akahamishia hasira kwangu. Nilijikokota pale na hatimaye nilinyanyuka. Mwili ukiwa unauma sana, mwili mzima. Niliona sasa pale dawa yangu ni kwenda tu bafuni kuoga ili zile damu ziondoke.
Nilienda kuoga, kafungulia maji ya juu yakawa yanamwagika. Sasa maeneo ambayo nilikuwa nimekwaruzwa yale na mikanda na lile bako lilivyoniumiza ilikuwa inauma sana kwa kweli. Nilitoka pale nikawa nimeshaoga. Pale sasa nilikuwa naona nguo zitaniumiza. Nilibaki nikiwa nimefunga kanga, nikaenda kule bafu jikoni nikachukua dekio. Nikaanza kufuta zile damu kidogo ambazo zilizokuwa ziko pale jikoni. Nilifuta zile nikamaliza, nikaenda pale sebuleni kwanza nikatulia. Nikawa najiuliza hiki ni kitu gani? Ina maana mimi nampoteza mpenzi wangu kirahisi hivi? Kumbe Andrew ananichiti. Na zaidi ya kunichiti ananipiga. Kumbe Andrew tabia yake niliyokuwa naiona kipindi kile ndio, yani nilivyokuwa namuona kama ni mtu mwenye dharau, kumbe ndivyo alivyo. Sasa kweli ameondoka na huyu Lydia. Wanaenda wapi? Ina maana anaenda kunichiti. Nifike nyumbani mimi sasa hapa nikaongee kwa baba. Niseme kila kitu. Lakini baba hawezi akaniamini. Na baba anahitaji mali. Baba hawezi akaniamini. Kwa sababu atahitaji tu kwamba mzee Paulo hawezi kuendelea kubaki kwenye kampuni yetu. Kwa hivyo hawezi akakoroma chochote, lazima atanigeuzia tu kibao mimi kwamba mimi ndo nakosea. Sasa nifanyeje jamani? Nini wokovu wangu? Ila jamani kweli nimempoteza, nampoteza kweli Andrew hivi. Mwanaume niliyempenda kwa moyo wangu wote kweli nampoteza. Hivi Andrew nimekukosea nini kitu ambacho umefanya ushindwe kuongea na mimi mpaka unipige na kuniletea mwanamke mwingine kweli? Yaani hata ndoa bado tumebakisha miezi miwili tu tuingie kwenye ndoa yetu ili tuwe mke na mume, lakini tayari umeshaanza mambo ya ajabu kama haya kweli Andrew? Andrew kweli kabisa Andrew. Upendo wangu ambao niliokupendea ndo matatizo haya kweli yananifuata kwa sababu ya kukupenda wewe Andrew. Andrew kweli. Mama yangu kweli anajua kwamba mimi napitia haya. Mimi natoka huko na kuja kumsalimia mtu ananipiga hivi kweli Andrew. Naam msikilizaji, sehemu ya pili ni mahali inapoishia ndio hapo bwana. Tukutane katika sehemu ya 3. Tujue ni nini kinaendelea hapa. Familia hii na nini? Kwani ni nini kitaendelea? Ni kwamba mwanadada Laila atakwenda kushtaki nyumbani kwao kwamba anapigwa? Vipi Andrew? Yule ni nani wake? Ni mpenzi kweli au ni mtu tu ambaye alimleta pale ili kumkomoa mwanadada Laila? Laila atachukua maamuzi gani? Ni nini kinaendelea katika ndoa hii? Of course sio ndoa. Ni uchumba huu. Ni nini kinachoendelea hapo sasa? Mtengamano wa familia hizi kibiashara utaendelea kuwa vizuri ikiwa mwanadada Laila ataenda nyumbani na kusema kinachoendelea? Kuna hayo na mengine mengi, mikasa na upendo na mapenzi mbalimbali sasa bado ndo kwanza yanaanza. Twende pamoja. Tumalize hapa, twende katika sehemu ya 3. Wako msimuliaji ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Basi usiache kushare, kulike, kucomment katika simulizi hii. Bye bye.